Yeah, hello, what's up guys? Unakuaje hapa ndugu Vyax Speeches aka Mr. Visionary, na bila maneno mengi leo tupo kwenye exclusive interview na msanii mmoja matata sana, ila kula chuma kwanza hicho hapo na hisi mmeshajua. Yeah, leo guys tupo na J Dalla. Tumekuja kumfuata ili tujue maneno mawili matatu kuhusiana na Back on the Road EP ambayo tunatarajia kuipokea as soon as possible. Kwa hiyo inakuaje bro? Yeah, najua sio mara ya kwanza kuonekana kwenye kamera za Vidi Media. Yeah. Yeah, ila unyama mwingi sana. Yeah, kwanza upe shout out sana kwa kitu kwanza kizuri hichi ambacho tunakwenda ukipokea tarehe 27. I think so. Yeah. Yeah. 27 kabisa. Okay. Yeah. Ila first of all kwanza tungependa kwanza uiongelee hichi kitu kwanza tukusikie wewe kama vile muhusika wa hichi kitu. Naam. Yeah, Back on the Road kama watu wanavyoona, hichi ni kitu ambacho nilikiandaa kwa muda kabisa. Okay. Na ilitokana na kuna muda fulani uko nyuma nilipoteaga yani. Yeah. Nikapotea kabisa kwenye game, ila ni kama muujiza tu. Yeah. Baada ya kuachia Piskali ni kama tena nimerudi yani, afu nimerudi kwa kasi ile kasi mbaya. Yeah. So that's why nimefikiria Back on the Road. Kuipa EP hii jina Back on the Road kwa sababu ni kumaanisha kwamba kurudi sasa kwenye barabara. Okay. Yani hapa ni speed za kufa mtu, hakuna kusimama. Sasa why is we back on the throne? No. No, sikutaka iwe hivyo. Sikutaka iwe hivyo sababu sometimes throne kuna muda ufalme unaweza kayumba. Okay. Ila sasa madereva ambao wanajiamini kama hawa madereva wa lori hao. Okay. Yani unapiga 24 hours wiki nzima hapo ndani ya barabara. Hakuna kutoka kwenye barabara. Okay. So that's why nimeipa Back on the Road. Kwa hiyo nimerudi kwenye barabara yangu. Okay. Na je, kwenye Back on the Road tunaweza tukategemea at least nyimbo kama ngapi hivi kwenye hiyo EP? Nyimbo kama 9 hivi. Okay. Zikiwemo collabo, zikiwemo single za mimi mwenyewe. Okay. Na hizo collabo ni za wasanii hapa za Leka kwenye kambi zingine au? Kuna msanii mmoja kutoka Nyarugusu. Okay. Na pia kuna wasanii kutoka hapa kambi za Leka. Okay. Yeah. Ila hatuna msanii mmoja hata kutoka Maratani hapa. Maratani. Sinichonganishi na nyumbani. Hamna, tunauliza tunataka kwa sababu tunajua siku za nyuma hapo uliwahi kusema eti kama ulianzia muziki wako Maratani nini, tunategemea labda tunaweza tukapata at least hata msanii mmoja akawa blessed kwenye hichi kitu. Uzuri ni kwamba Back on the Road inajieleza kwamba ndo nimerudi kwenye barabara sasa. Okay. So kuhusiana na project za mimi na wasanii wa Maratani zitakuwa nyingi sana. Okay. Nitachapa nyingi sana kwa sababu mtu huwezi kusahau nyumbani bwana. Kule ndo nilianzia muziki. So project za mimi na watu wa kule ni lazima. Okay. Na tunaona hapa kwenye EP launch ya cover kuna wasanii 4 tunamuona hapa, Dr. Malu, Jemira, Vangso na Paranza. Je, tunaweza tukawategemea kwenye collabs ndani ya EP? Hao watu hawapo. Okay, hata mmoja hapa. Okay. Yupo kwenye EP. Okay. Ila ni watu ambao wapo maalum kwa ajili ya niliwachoose kwa ajili tu ya event performance. Okay. Yani na vigezo gani kwanza ambao wao umewachuja wewe kama wewe kuona hao wanafaa kuwa kwenye EP launch? Maybe tulifikiria eti labda ndo watakuwa kwenye collabs nini? Nafikiri hapakuwa na vigezo vya kutisha ya kusema kwamba wao ndo best kuliko wengine. Najua inafahamika kwamba Zaleka ina wasanii wengi sana. Ni wasanii wazuri wapo hapa. Ila kuna utaratibu fulani ambao nilitaka kufanya ambao tofauti kidogo na event zingine ambazo mara nyingi zinafanyikaga. Unakuta wasanii tupo hata zaidi ya 20. Na unakuta ambao wataperform ni 2. Okay. Yani tunaweka pale kwenye bango, tunafika, tunajiandaa, then tunafika pale. Yani arrangement ya muda unakuta haipo, watu unakuta wa perform. So niliona kuweka wasanii wengi sio ndo kumaanisha upendo kwamba ndo tunapendana. No, bali angalia kwanza arrangement. Je, kutokana na hii event nikichukua wasanii wangapi ndo watakizi kwa muda? Sio nije niweke wasanii wengi ambao muda utakuwa hautoshi, kwa sababu launch
launch ina process nyingi sana. Sio kwamba itakuwa ni huyu perform, kuna kuwa zile taratibu, utambulisho wa nyimbo iperformiwe sijui na nini, watu wanunue nyimbo, watu sijui wafanye nini. Kuna vitu vingi. So ningeenda yani niweke wasanii wote wazaleka hapa. Bro, tunamaliza wiki. Launching ya EP. Yani event moja tu tunamaliza wiki. So nikaona no, isiwe tabu. Nichukue tu baadhi ya watu, na haimaanishi kwamba nimebagua baadhi, hata angeandaa mwingine asingeweza kuweka wasanii wote. Ila nafikiri kwa huu ni mwanzo wangu, kwa sababu ndo mwanzo, yani ndo EP yangu ya kwanza. Ila zifuatazo au event zingine ambazo zitafuata, watu wategemea kuona hata sura zingine tofauti, hata kutoka nje hapa na wengine ndani ya hapa ambao hawako hapa. Na kitu kingine kwanza ambacho watu tuliona sana hichi kitu kwenye comments, je kutakuwa na ule utaratibu ambao tumeishaona kwa wasanii wengi ambao wakiachia EP au album tunazisikia zile nyimbo zao ambazo wameisha release before. Je, tutegemee nyimbo kama Pisikali nini zitakuwemo kwenye EP au zitakuwa ni full mpya? Of course kuna nyimbo nyingi ambazo ni mpya. Lakini pia Pisikali ndugu yangu hizi kakosa kwenye EP kwa sababu Pisikali imenibeba za kutosha. Kwa hiyo siwezi yani ni kama naivunjia heshima. Ningeiacha ni kama naivunjia heshima kwa sababu ni ngoma kubwa ambayo imenibeba. So mtegemee kuiona pia kwenye EP. Na jambo lingine kwanza kuhusiana hapo na kwenye nyimbo, kuna challenge nyingi hapa ambazo tumeziona baada ya wewe kuachia Pisikali. Tuliona pia ukaachia ngoma na Dick Real. Pia baada ya siku tukaona challenge nyingine umeachia ngoma na sau tu majina ya wasanii hapa, but tulikuja pia kukusikia kwenye ngoma ya wewe na Froza Gang. Hizi project ambazo zilifuata hapa kama zinagongana hapa, utaratibu ulikuwaje hapa? Unajua ngoma ya Dick Real, mimi na Dick Real ni ngoma ya nimeshirikishwa. Sio ngoma yangu. Of course uhitaji wa mimi kuwepo na kupush ulikuwepo pia na nikafanya hivyo, ila kuna ile namna akaunti zangu pia sipaswi kuzisahau. Na hiyo ngoma ambayo umehitaji ya Froza Gang pia nimeshirikishwa. Hata itoke ya mimi na Dick Real au itoke ya mimi na Froza Gang, bado kuna uhitaji wa mashabiki zangu, wanahitaji ladha ya huku kwenye akaunti zangu. So kuna hizo challenge ambazo nilitoa na ni miongoni mwa ngoma ambazo zitakuwa kwenye Back on the Road. So ilikuwa kama ni advertise ya kuwaonesha watu kwamba kuna kitu kinakuja. Kwa watu walianza kudai mbona hautoi. So hapa sasa ndo wanaenda kuona kama fululizo alube tunaipata hapa, sijui na zinginezo tunaipata hapa kwenye Back on the Road. Na jambo lingine kwanza ambalo tungependa kujua haswa mimi binafsi ni kuhusiana na video ya ngoma yako ya wewe na Dick Real Nimekumisi. Tumeona kwenye account zake Dick Real anadai kwa video inakuja. Je, tutegemee pia tutakuona kwenye video itakuwa ile ya wewe au utakuwepo atachapa peke yake? Na video lazima iwepo. Na wewe utakuwepo? Lazima kabisa. Na wewe mlishutia kipindi mpo Nyarugusu au mmeshuti kwa umbali? Nimeshuti nikiwa huko, ameshuti akiwa kule. That is it. Ila tukipita kwa upande wa nyimbo tunaona hapa MBL Entertainment. Hiyo ndio uongozi au je? Huo ndio uongozi kabisa wenyewe. Na MBL Entertainment ni kampuni au ni mtu binafsi ambaye anakusimamia? Yani hii hapa ni kampuni kubwa sana. Ambayo inaongozwa na mtu maalum sana, mtu mkubwa ambaye anaitwa Mfasto the King. Na ni mtu ambaye amenisupport vya kutosha hadi hapa nilipofikia. Ni mtu ambaye amesaidia sana. So watu watakapoiona hii MBL Entertainment kwenye kazi zangu zote zile wajue kwamba huu ni uongozi. So unaweza pia kuitafuta kwenye mitandao ya kijamii. Kama kuna hata kazi yoyote ambayo unataka kufanya na mimi, unaitafuta na unaipata na tunapata namna ya kufanya hiyo kazi. Yani kwa sasa tuseme J-Dala tena si msanii huru au msanii anayejibeba peke yake, bali unabebwa na kampuni fulani. Jitaje bana, MBL Entertainment. Unabebwa na MBL Entertainment. Na hiyo kampuni au yani tuseme hiyo kampuni nao kusimamia kwa sasa inapatikana wapi? Ni hapa Malawi, Tanzania au wapi?
ipo nje hapa. Okay. Nje Tanzania, Marekani, Australia, Canada kaka majuu tu. Okay. Tunaelewa kwa hilo, but tukielekea ukingoni wa interview yetu, kuna jambo ambalo tunaweza tukasema ni swali ya mwisho, ndio watu wanataka kufahamu. Tumeona cover zimeenda nini, hatujamuona mdogo wako Zuma Boy. Je, hujataka kumsupport kwenye hichi kitu au? Sina majibu kamili na sidhani kama ni muhimu kuyazungumzia hayo. Ila ni mashabiki ndio wanahitaji kufahamu. Je, mdogo wako umemwita mdogo wako na watu wameona, je hujataka kumsupport kwenye Back on the Road? Mashabiki wanitafute wakati mwingine. Muda huu bado na promote Back on the Road. Siko hapa kupromote watu wa ajabu. So niko hapa kupromote EP yangu. Mashabiki wasikose kujeni kwa wingi. EP yangu na hii launch itafanyika pale Holistic Hall. Kwa maarufu inaitwa Hall ya Pastor Desire, watu wanaita hivyo, ila inaitwa Holistic Hall. Ipo nyuma ya kadi pale. So nafikiri ndio swala la muhimu la kuzingatia sana, kiachana nayo maswali mengine. Ila na wapi tiketi na ni wapi tiketi zinapatikana kwa wale ambao watahitaji kununua tiketi? Swali nzuri sana. Hapo nilikuwa nikisubiri sana kwa sababu hiyo ndo kitu ambayo imetuleta na imetuweka mjini. So tiketi zipo guys, tiketi zipo za kutosha, na sio hizi nimeleta ili kuwadhibitishia kwamba tiketi tayari zimeshatoka. Hizi hapa ni zile za kawaida, na hii hapa kama unavyoona kuna VIP. Na hizi za kawaida kama mlivyoona kwenye maposta, hizi zinaenda kwa 5,000 Malawi Kwacha, na VIP zinaenda kwa 10,000. Na kituo cha tiketi kitakuwa kwenye duka la Strong ambalo linapatikana karibu na African Bar. Yani ukifika tu pale anauza anauza ma TV, masimu pale. Nafikiri watu mmeipata hiyo address, karibu tu na African Bar. Ukifika pale uliza duka la Strong liko wapi maeneo haya, watu watakwambia kama ujui. Ila kwa kusaidia pia na hisi ni karibu na soko ya Mtawanja. Hapo ukifika kabisa unakuwa kama unanyoka kule, unaenda kama unaenda kwenye African Bar. Maeneo ukifika hapo unapata tiketi yako kwenye duka la Strong. Ni mzee wetu kabisa, kongwe kwenye industry ya movie kabisa hapa Dzaleka. Na ndo sehemu ambayo tumeona tiketi ziwekwe pale, watu waje wazipate kwa haraka. Of course. Kwa hiyo guys, mmesikia Back on the Road ni kitu ambacho tunakisubiri tarehe 27. Itakuwa ni Saturday, I think so. Itakuwa Saturday. Itakuwa ni Saturday. Kitu kinaanza saa 8:30 hadi usiku. Yani hatuna muda wa kumaliza. Jiandaeni guys, jiandaeni. Tafadhali sana, tiketi zipo za kutosha. Na wale wazee wetu ambao yani kuna wale mapapamo bimba na maboss led, kuna hizi hapa ni haliko ambazo zipo maalum kwa ajili ya wale maboss led. Wasiwe na wasi, tutafikia mmoja baada mwingine. Na yule ambaye anafikiri maybe tumemsahau, kwa wale VVIP, maana hizi aliko ni kwa ajili ya VVIP. Na yule ambaye ameona mbona aliko haifikii, unaweza hata kunishtua ukaniambia Jidala vipi, mbona kuna mitandao yangu ya kijamii, kuna Facebook, kuna TikTok, kuna Instagram, unaweza ukanicheki kule. Aliko ikakufikia kwa muda, maana kuna watu maalum ambao wameandaliwa hizi hapa. Lakini pia watu wangu sijawasahau, hizi hapa tiketi kama tulivyosema. Jameni, tiketi zipo, zinapatikana kwa sasa hivi, ziko available kwa Strong. Hii nairudia ile msisahau. Ila pia kuna wale ambao labda wako matown, wako wapi au wanatarajia kuja Dzaleka as soon as possible. Je, kuna namba ambao wanaweza wakasiliana nao ili waweke tiketi zao, yani reserve? Kama kuna namba unaweza kaiacha ili watu wajue namna kuwasiliana na muuza tiketi. Okay. Nafikiri kwa hilo swala kuna mitandao yangu ya kijamii yote ambaye yuko nje ya kambi na anahitaji ticket. Maybe anaweza akatuma hata kwa namba, ila anitafute kwanza kwenye mitandao yangu ya kijamii, then tutampa maelekezo
namna gani ataipata tiketi yake kwa muda. Okay. Asante sana guys, tulikuwa hapa na J Dala, mzee wa PC kali, akitambulisha Back on the Road EP ambayo itapatikana as soon as possible, na tarehe tumeshakuwa nayo ni 27 June, itakuwa ni Saturday mwaka huu wa 2026 pale Holistic Hall Dzaleka Refuge Camp. Kwa hiyo guys, msikose saa 8:30 tuwe kwa wingi, na Vidi Media tutakuwepo, bila kusahau tutakuwepo kila tukio, tutawaletea wakaaji wa Maratani na Nyarugusu ambao hawapo hapa Dzaleka, ila wakaaji wa Dzaleka guys, please tujaeni kwa wingi. Na hapa ilikuwa ni ndugu yenu Biax Pictures kwenye Vidi Media exclusive interview. Ni twetu, shout out kwa Arabino, shout out kwa Daniel Benga. Vidi Media is us.